Kila tarehe ya 27 mwezi Agosti, kanisa humkumbuka Mtakatifu Monica, na Habari Njema Channel inakuletea simulizi la historia na maisha ya Mtakatifu Monica kuanzia mwanzo, kuzaliwa na familia yake. Mtakatifu Monica alizaliwa karibu mwaka 331 baada ya Kristo huko Tagaste, mji wa Afrika Kaskazini uliokuwa katika eneo la Numidia ambalo leo liko Algeria. Alizaliwa katika familia ya Kikristo. Alilelewa katika mazingira yanayomfundisha kumjua Mungu, kuyaheshimu maandiko matakatifu na maisha ya sala. Lakini Monica hakukuwa katika familia isiyo na changamoto. Maisha yake ya baadaye yalionyesha kwamba imani aliyofundishwa akiwa mtoto ndiyo iliyokuja kuwa nguzo yake alipokutana na matatizo makubwa. Elimu yake. Kuhusu masomo rasmi ya Monica, hatuna taarifa nyingi za kuaminika kama tulizonazo kuhusu mwanawe Augustine. Na ni muhimu kutofautisha. Historia haijatuhifadhia rekodi ya kina ya shule aliyosoma Monica, walimu wake au kiwango chake cha elimu. Tunachojua zaidi kuhusu malezi yake kinatokana hasa na simulizi la mwanawe Augustine katika kitabu chake cha Confessions. Kwa hiyo tusimpe Monica degree au elimu ambayo historia haijathibitisha. Lakini mwanamke aliyefundishwa imani ya Kikristo na aliyeonyesha katika maisha yake uwezo mkubwa wa hekima, uvumilivu na malezi. Aliolewa na Patricius. Monica aliolewa na Patricius, mwanamke kutoka Tagaste. Patricius hakuwa Mkristo wakati wa mwanzo wa ndoa yao. Zaidi ya hayo, alikuwa na tabia ya hasira. Hapa ndipo maisha ya Monica yakaanza kuwa shule ya kwanza kubwa ya imani. Badala ya kukimbia kila tatizo, Monica alijiuliza, kuvumilia na kutumia hekima. Alikuwa na watoto, miongoni mwao alikuwa Augustine na Vigius, na binti ambaye jina lake halijatajwa katika vyanzo vya kale. Kuzaliwa kwa Augustine mwaka 1354. Tarehe 16 Novemba 354, Augustine alizaliwa huko Tagaste. Huyu ndiye mtoto ambaye baadaye amekuwa mmoja wa watu muhimu zaidi katika historia ya Ukristo. Lakini wakati huo Monica hakujua kwamba alikuwa anamlea mtu ambaye siku moja angekuwa askofu wa Hippo, mwalimu wa kanisa, mwana falsafa na mwanateolojia mashuhuri. Alimlea kama mama Mkristo. Na hapo ndipo tunajifunza, mzazi hapaswi kudharau mbegu anayopanda kwa mtoto wake kwa sababu haoni matokeo yake mara moja. Augustine anaenda kusoma Madaura. Augustine alipokuwa akikua, alionyesha kipaji kikubwa sana cha kujifunza. Alipelekwa Madaura kusoma.
Huko alijifunza masomo ya lugha na fasihi ya Kilatini ambayo alikuwa muhimu sana katika elimu ya Kirumi. Baadaye alirudi Tagaste kwa muda kwa sababu familia haikuwa na uwezo wa kuendelea kugharimia masomo yake mara moja. Lakini baba yake aliona uwezo mkubwa wa mtoto wake na akatafuta namna ya kumpeleka Karthago, moja ya vituo vikubwa vya elimu katika Afrika ya Kaskazini. Karthago. Augustine anaingia katika maisha ya dunia. Huko Karthago, Agustino alisoma rhetoric, yaani sanaa ya kutumia lugha na hoja kwa ustadi. Alikuwa na akili kubwa sana, lakini hapa ndipo tatizo linapoanza. Akili yake ilikuwa haraka kuliko maisha yake ya kiroho. Alianza kuishi maisha ya tamaa. Alijihusisha na mahusiano yasiyo ya ndoa na baadaye akapata mtoto aitwaye Adeodatus. Monica aliona mwanawe akienda mbali na maadili aliyomfundisha. Agustina anaacha imani ya mama yake. Agustina alianza kutafuta majibu ya maswali makubwa. Uovu unatoka wapi? Mungu ni nani? Kwa nini kuna mateso? Ukweli ni upi? Katika kutafuta majibu alijiunga na Manichaeism. Hili lilikuwa pigo kubwa kwa Monica. Lakini Monica hakumchukia Agustino. Alianza kumwombea kwa nguvu zaidi. Hapa ndipo tunapata nguvu ya historia yake. Monica anamfuata mwanawe. Agustino alipoondoka Afrika Kaskazini na kwenda Italia, Monica hakukaa nyumbani akisema mwanangu amenipotea, basi nimeachana naye. Alimfuata. Agustino alienda Roma kisha Milano. Monica naye hatimaye akafika Milano. Na huko Mungu akamweka karibu na mtu ambaye angekuwa chombo muhimu katika uongofu wa Agustino. Mtakatifu Ambrosi alikuwa askofu wa Milano na mhubiri mashuhuri. Agustino akaanza kumsikiliza na polepole akili yake ilianza kufunguka. Agustino anaanza kusoma maandiko kwa mtazamo mpya. Hapa kuna hatua muhimu sana katika historia ya masomo ya Agustino. Mwanzoni Agustino alikuwa na shida kuelewa baadhi ya maandiko, hasa kwa sababu aliyasoma kwa namna ya juu na kuyalinganisha na falsafa na elimu aliyokuwa amepata. Lakini kupitia mafundisho ya Ambrosi alianza kuelewa kwamba maandiko yana kina zaidi kuliko alivyodhani. Akaanza kutafakari sana kuhusu Mungu, nafsi ya mwanadamu, ukweli, uovu, neema, maisha ya umilele, maana ya Kristo. Hii ndiyo ilianza kumrudisha karibu na Ukristo. Mgogoro mkubwa wa ndani. Mwaka wa 386 Agustino alikuwa Milano. Alikuwa amefikia mahali ambapo akili yake ilikuwa imekubali ukweli mwingi wa Ukristo, lakini mapenzi yake yalikuwa bado yameshikiliwa na maisha yake ya zamani.
Hii ndiyo sehemu muhimu sana katika historia yake. Tatizo lake halikuwa tena, je, Ukristo ni wa ukweli? Tatizo lilikuwa, niko tayari kuacha maisha yangu ya zamani? Alilia, aliumia ndani. Aliona kama mtu anayejua jambo sahihi, lakini hana nguvu ya kulifanya. Bustani ya Milano. Siku moja Agustino alikuwa bustanini. Alikuwa katika mgogoro mkubwa wa ndani. Katika simulizi lake maarufu katika Confessions, alisikia sauti kama ya mtoto ikisema, tole leje, chukua, soma. Akachukua maandiko, akasoma kifungu cha Warumi 13 sura ya 13 mpaka ya 14. Maneno hayo yakamgusa. Akafanya uamuzi wa kuacha maisha yake ya zamani na kumfuata Kristo. Ubatizo. Mwaka wa 387 Agustino alibatizwa huko Milano na Mtakatifu Ambrosi. Na sasa Monika akaona matunda ya machozi yake. Mtoto aliyekuwa amepotea alikuwa amerudi. Mtoto aliyekuwa amekimbia imani alikuwa amepokea ubatizo. Lakini Monika hakumiliki Agustino. Alikuwa amemrudisha kwa Mungu. Kifo cha Monika. Baada ya ubatizo wa Agustino, Monika na mwanawe walikuwa wakirudi Afrika. Walifika Ostia karibu na Roma. Hapo walizungumza kuhusu Mungu, maisha ya milele na furaha ya watakatifu. Muda mfupi baadaye, Monika aliugua akafariki karibu mwaka wa 387 akiwa na takribani miaka 56. Agustino alikuwa karibu naye. Masomo makubwa tunayopata katika historia yake. Usimdharau mtoto wako kwa sababu bado hajawa kile unachotamani awe. Agustino alikuwa mtoto mwenye matatizo, lakini Mungu alikuwa bado anafanya kazi ndani yake. Sala ya mzazi inaweza kuwa safari ndefu. Monika hakupata majibu kwa siku moja, alisubiri kwa miaka. Usichanganye kuchelewa na kukataliwa. Agustino hakukubali haraka, lakini Mungu hakumwacha. Elimu ya Mungu inaweza kumpa mtu akili kubwa, lakini moyo usiotulia. Agustino alikuwa msomi mkubwa, lakini bado alikuwa akitafuta maana ya maisha. Ukweli unahitaji si akili tu, bali moyo unaokubali kubadilika. Agustino alijua mambo mengi kabla hajabadilika, lakini siku moja alipaswa kusema, sasa nami nitabadilika. Monika anatufundisha nguvu ya ushuhuda wa maisha. Hakumshinda Agustino kwa mabishano ya kifalsafa. Alimshinda kwa sala, uvumilivu na maisha yake. Na hapa ndipo historia yake inaungana moja kwa moja na Injili ya leo. Kesheni basi, kwa maana hamjui siku wala saa. Monika alikesha, na alipoondoka duniani, aliondoka akiwa amemwona mwanawe akirudi kwa Mungu. Tunakusudia kununua kamera ya shilingi
4,700,000. Tafadhali tunaomba mchango wako kupitia NMB 403-101-70888 au M-Pesa 0756302642. Jina Isidori Pauli Mbuya, na kualika pia kusubscribe, like na kushare habari hii njema kabisa kumuhusu Mtakatifu Monica. Mtakatifu Monica, utuombee kwa Mungu kama ulivyomwombea mwanao Agustino akaongoka. Hakubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.